mashina balala zima la 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 mayasina la mashina balala ya balagana mazanama. When I come into your presence, I'm so happy. When I come into your presence, I'm so glad. For in your presence there is anointing, and your spirit moves around me. In your presence, anointing breaks the yoke. When I come into your presence, I'm so happy. When I come into your presence, I'm so glad. For in your presence there is anointing, and your spirit moves around me. In your presence, anointing breaks the yoke. When I come into your presence, I'm so happy. When I come into your presence, I'm so glad. For in your presence there is anointing, and your spirit moves around me. In your presence, anointing breaks the yoke. When I come into your presence, I'm so happy. When I come into your presence, I'm so glad. For in your presence there is anointing, and your spirit moves around me. In your presence, anointing breaks the yoke. When I come into your presence, I'm so happy. When I come into your presence, I'm so glad. For in your presence there is anointing, and your spirit moves around me. In your presence, anointing breaks the yoke. Father, we thank you because of your presence. Mungu tukushukuru kwa sababu ya uwepo wako. We thank you because of your goodness and your power even at this hour. Tukushukuru kwa sababu ya nguvu zako na uwepo wako hata ni sasa. We thank you for what God you have said you can do in your word. Asante kwa yale umeahidi kwamba unaweza tenda kupitia neno lako. We are happy for honoring us with your presence. Tunafurahi kwa kutupa uwepo wako. And we pray that everyone that will hear your word, oh God, today will receive life. Na tunaomba kwamba atakayesikia neno lako atapokea uhai. By the power of your presence, oh God. Kupitia nguvu za uwepo wako. Move, oh God, in the airwaves. Tembea katika move in every home. Tembea katika kila nyumba. Move in the nations. Tembea kwa mataifa. Move in the lives of people. Tembea katika maisha. Show yourself strong on our behalf. Jionyeshe mwenye nguvu kwa niaba yetu. Take the glory for the things you do. Pokea utukufu kwa yale utakayoyatenda. Even now, Lord, by your presence. Hata sasa kwa uwepo wako. Let the sick be healed by your word. Wagonjwa wapokee uponyaji wao. Let hope be created in the hearts of people. Tumaini liumbwe katika mioyo ya watu. Let life and grace flow freely. Uhai na neema iwe kwa watu kwa njia huru. Take all the praise. Na utapokea sifa zote. We honor you, mighty God. Tunakuheshimu Mungu. In Jesus' precious name we pray. Kwa jina safi la Yesu tumeomba. Amen. Amen. We want to thank God
for this hour to hear the word of God. Tunamshukuru Mungu kwa saa hili kusikia neno lake. We want to welcome all of you who are with us in this live service or wherever you are hearing this message from. Tunawakaribisha wote wanaotupata moja kwa moja na mahali ambapo mlipo. The Lord you bless you this morning. Mungu atawabariki asubuhi ya The leo. Lord you speak to you. Mungu atawanenea. The Lord you touch you by his power. Mungu atawaguza kupitia nguvu zake. In the presence of God, the scripture says there is fullness of joy and life forevermore. Katika uwepo wa Mungu maandiko yanasema kwamba kuna ukamilifu wa furaha na neema tele. In the presence of the Lord there is freedom and liberty. Katika uwepo wa Mungu kuna uhuru na kuwekwa huru. In the presence of God there is life. Katika uwepo wa Mungu kuna uhai. Where God is, anything can take place. Mahali Mungu yupo lolote laweza kutendeka. The Bible says about Jesus. Biblia yasema kuhusu Yesu. And it says that he went from one place to another. Na inasema kwamba alienda mahali moja hadi kwingine. Healing the sick. Akiwaponya wagonjwa. Delivering those who are bound. Akiwakomboa waliofungwa. Giving life to those who needed life. Akiwapa uhai waliohitaji. And this Jesus is the same yesterday. Na huyu Yesu ndiye yule yule. He is the same today. Ndiye yule leo. He is the same forever. Ndiye yule hata milele. As you listen to the word of God, ujaposikia neno la Mungu, it's not change in the way he works. Hajabadilika jinsi anatenda kazi. He heals. Anaponya. He blesses. Anawabariki. He delivers. Anakomboa. He gives life. Anatoa uhai. He prospers. Anafanikisha. He is God. Yeye ni Mungu. Anybody who loves him, yeyote anayempenda, enjoys his glory. Anafurahia utukufu wake. Enjoys his presence. Anafurahia uwepo wake. His manifest presence. Nguvu zake dhahiri. And when his manifest presence is in praise, na wakati utukufu wake unaonekana. the scripture says in Psalms 114, maandiko yanasema katika Zaburi 114, that when the children of Israel came out of a people of foreign language, wakati wana wa Israeli walitoka katika nchi ya utumwa, Judah became the place for God to dwell. Yuda akawa mahali pa Mungu pa kuishi. The sea saw them and ran away. Ziwa liliwaona likakimbia. The mountains saw them and skipped like lambs. Vilima viliwaona vikaruka kama simba. There was no limitation or obstacle that could hinder the children of Israel. Hakukuwa na kizuizi cha kuwazuia wana wa And Israeli. when you read the last verse of that scripture, Na ukisoma mistari ya mwisho kwa lile andiko, you see they all gathered in a place. utaona wote walirudikana mahali And pamoja. they said, what did you see, O mountain, that you fled? Wakaulizana, uliona nini ewe vilima ukakimbia? What did you see, O sea, that you turned back? Uliona nini ziwa ukarudi nyuma? What did you see, O hills, that you skipped like lambs? Mliona nini vilima enyi mkaruka kama ndama? And they answered each other and said, let the whole earth tremble Na wakajibizana wakisema, wacha ulimwengu wote at utingike the presence of the Lord, katika uwepo wa Mungu, at the presence of the God of Jacob, katika uwepo wa Mungu wa Yakobo. that same God who appeared in their time. Huyo Mungu aliyejitokeza wakati ule. And the Red Sea saw and ran away. Na ziwa la Shamu lilimuona The likakimbia. mountains saw and skipped like lambs. Vilima vilimuona vikaruka kama ndama. Jordan saw it and turned back. Yorodani ilimuona ikarudi nyuma. The same power, Hizo nguvu, the same presence hizo uwepo will make any challenge of your life this morning to run away. itafanya kila changamoto ya maisha yako ikimbie In the name of Jesus. kwa jina la Yesu. Therefore, I ask you to open your heart as you hear the word of God. Na kwa hivyo naomba ufungue moyo unaposikia neno la Mungu, And you will be blessed in these few minutes. na utabarikiwa katika dakika hizi chache In the name of Jesus kwa Christ. jina la Yesu. I want to share the word of God shortly Nataka nishiriki neno la Mungu kwa ufupi on how to pray in times of crisis. kuhusu jinsi ya kuomba wakati wa changamoto. How to pray in the time of crisis. Jinsi ya kuomba katika changamoto. Throughout the history of scriptures, Katika historia yote ya we maandiko, see that the nations sometimes were in crisis. tunaona kwamba mataifa wakati mmoja walikuwa katika hali ngumu. Individuals were in crisis. Watu binafsi walikuwa katika hali And ngumu. one of the weapons they used to come out of their crisis, Na silaha moja walitumia kutoka katika hali ngumu, or even to gain ability to
move on even in the midst of crisis. Ama kupokea uweza wa kusonga mbele hata miongoni mwa shida. Is raising that strong altar of prayer. Ni kuinua hiyo madhabahu yenye nguvu ya maombi. Before crisis and in crisis and after crisis, prayer must become a lifestyle to us. Kabla ya changamoto, ukiwa katika changamoto na hata baada ya changamoto, lazima jinsi ya maombi iwe namna ya maisha yetu. In Psalms chapter 32 verses 6, the Bible says, katika Zaburi 32 aya 6 maandiko yanasema, let everyone that is godly pray to you while you may be found. Wache yeyote aliyemtaua aombe madamu unapopatikana. He says, surely when the floods you rise. Na anasema hakika wakati gharika zitakuja. Surely when the dams you burst. Wakati gharika zitafurika. Surely when hell will break loose. Wakati kuzimu itafunguka. You will be on a higher place. Utakuwa mahala pa juu. Where you cannot be touched. Mahali hauwezi fikiwa. So prayer preserves you in crisis. Kwa hivyo maombi yatakuhifadhi katika hali ngumu. Prayer carries you through crisis. Maombi yatakubeba katika hali ngumu. And prayer secures your future when crisis you come. Na maombi yasalimisha siku zako za baadaye wakati unaomba. So this morning, no matter the crisis that are there in the nations. Asubuhi ya leo, hata kama kuna changamoto katika mataifa. No matter the crisis that are there in the lives of people. Hata kama changamoto katika maisha ya watu. There is hope for everyone that is living. Kuna tumaini la yeyote aliye hai. And you can engage the altar of prayer. Na unaweza igiza madhabahu ya maombi. He says in Jeremiah chapter 33 verses 3. Anasema katika Yeremia 33 aya ya 3. But call unto me. Kwamba niite mimi. And I will answer you. Nami nitakuitika. And I will show you great and mighty things. Nikuonyeshe mambo makuu na ya ajabu. That you know nothing about. Ambayo haujui kuyahusu. God has promised to give us solutions. Mungu ameahidi kutupa jawabu. To give us way out. Ameahidi kutupa jinsi ya kuokoa. Kutupa ufunuo. To open our understanding. Kufungua ufahamu wetu. The more we raise and stay in the altar of prayer. Vile tunavyokaa na tunavyoinua madhabahu ya maombi. Therefore in the name of Jesus. Na kwa hivyo kwa jina la Yesu. Release the grace of prayer upon you. Na achilia neema ya maombi juu ya kila mmoja. Release the lifestyle of prayer upon your spirit. Na achilia namna ya kuishi katika maombi katika mioyo yenu. Release the grace of prayer to you. Na achilia neema ya maombi kwenu. In the mighty name of Jesus. Kwa jina la Yesu. The nations can call upon God. Mataifa yanaweza kumwitia Bwana. Individuals can call upon God. Mtu binafsi anaweza kumwitia Bwana. Families can call upon God. Familia wanaweza kumwitia And the Bwana. more you raise your altar of prayer. Na vile unainua madhabahu ya maombi. You raise your prayers to heaven. Na unainua maombi katika mbingu. You receive strength to handle crisis. Vile unavyopokea nguvu ya kutatua hali ngumu. In the scriptures, katika maandiko, we see people that had personal crisis. Tunaona watu waliokuwa na changamoto zao binafsi. Example is when in Acts chapter 9 verses 36. Kwa mfano katika Matendo ya Mitume 9 aya 36. When a woman that loved God and loved people and was giving and supporting the poor died. Wakati mama mmoja aliyependa watu, aliyejitolea kusaidia watu alikufa. It was a personal crisis. Ilikuwa ni changamoto ya binafsi. Hawezi jisaidia. But at that moment people prayed for her. Lakini wakati ule watu wakamwombea. Women cried to God because of her life. Wamama wakaita Bwana kwa sababu ya uhai wake. Apostle Peter. Wakamuita Mtume Petero. To come and pray for her. Aje amuombee. And the crisis was taken away. Na changamoto ikaondolewa. The crisis was lifted from them. Changamoto ikainuliwa toka kwao. Jesus also found himself in a crisis. Yesu akajipata mara moja katika changamoto. Kile kilimsaidia ni madhabahu yake ya maombi. Kwa siku 40 alikuwa katika maombi na kufunga. Na wakati changamoto ilikuja, wakati shetani alijitokeza, akawa na ushindi. Even when he was going to the cross, hata wakati alikaribia msalaba, it was not easy. Haikuwa rahisi. It was a challenge. Ilikuwa changamoto. It was in a way a crisis. Ilikuwa kwa njia moja hali ngumu. To pray. Alihitaji kuomba. And he needed people to pray with him. Na alihitaji watu waombe naye. In Matthew chapter 26 verses 36. Katika Mathayo 26 aya 36. The Bible says then
came Jesus with them unto a place called Gethsemane. Maandiko yanasema basi wakaja yeye na wao na Yesu katika mahali panaitwa And he Gethsemane. said to his disciples, Na akawaambia mitume wake, sit here where I pray, Yoda. kaeni hapa mimi niendelee kuomba pale mbele. I am facing the greatest challenge of my life. Ninakabili changamoto kubwa ya maisha yangu, Carrying the sins of the world. kubeba dhambi za ulimwengu. What you give me is strong. Kile kitaniweka nikiwa What you imara, help me overcome kile kitanisaidia is kushinda to raise a higher altar of prayer. ni kuinua madhabahu ya juu ya If maombi. you have a personal crisis, Kama uko na changamoto yako I binafsi, ask you to pray. naomba uombe. In James chapter 5 verses 13, Katika Yakobo 5 aya ya the 13, scripture says, maandiko yanasema, is anyone among you afflicted? je, kunaye miongoni mwenu ambaye Is ameteseka? anyone among you in a crisis, a Kunaye- personal crisis? Kunaye kati yenu ambaye ako na changamoto Let him yake binafsi? pray. Wacha aombe, Let him call upon God. wacha amwitie Let him Bwana, cry out to heaven. wacha alilie bingu. Anytime we pray, Kila wakati tunaomba, we are able to overcome crisis. tunaweza kushinda I changamoto. release grace in the name of Jesus Na achilia neema kwa jina la Yesu to keep your altar of prayer alive ya kuweka madhabahu yako ya maombi in ikiwa the hai mighty name of Jesus. kwa jina la Yesu. Number two kind of crisis we see in the scriptures Aina ya pili ya changamoto tunaona katika maandiko is in the time of the early church there was a religious crisis. ni wakati katika kanisa la wakati wa kale lilikuwa katika hali ngumu. After Jesus left the church, Baada ya Yesu kuacha kanisa, what kept the church strong even in the midst of crisis kiliohifadhi kanisa miongoni mwa changamoto is their altar of continuous time of prayer before God. ni madhabahu ya kila wakati katika maombi mbele za Mungu. In chapter 2 of the book of Acts, we see them praying. Katika mlango wa pili wa kitabu cha mitume tunawaona wakiomba. In chapter 3, miracles begin to happen. Katika mlango wa 3 ishara zikatokea, And we see them going to the house of God in the hour of prayer. na tunawaona wakienda nyumbani mwa Bwana katika risala maombi. In chapter 4, crisis began because miracles have begun to happen in the name of Christ. Katika mlango wa 4 changamoto zikazuka, maana miujiza ilifanyika kwa jina la Yesu. And in Acts chapter 4, verses 29, Na katika Matendo ya Mitume 4 na mstari wa 5 they raised again the altar of prayer. wakainua tena madhabahu ya maombi, And the scripture says, and now, Lord, behold, they are threatening, na maandiko yanasema kwamba Bwana, angalia vitisho vyao and grant your servant na uwape watumishi that wako with boldness they may speak your word, ya kwamba kwa ujasiri wataliongea by neno lako, stretching forth thine hand to heal, kwa kunyosha mkono wako wa uponyaji, and that signs and wonders may be done by the name of a holy child Jesus. na kwamba ishara na miujiza zikatendeke katika jina safi la Yesu. And when they prayed, Na walipoomba, the place was shaken, mahali pale where pakatingika, they were assembled together, mahali walirudikana pamoja, and they were all filled with the Holy Ghost, na wote wakajawa na Roho and they Mtakatifu, spoke the word of God with boldness. na wakaongea neno kwa They ujasiri. were able to overcome that religious crisis Waliweza kushinda hiyo changamoto ya kanisa by raising the altar of prayer. kwa sababu ya kuinua madhabahu ya maombi. Receive the grace of prayer. Pokea neema ya maombi. Number 3 kind of crisis people can find themselves in Aina ya 3 ya changamoto watu wanaweza jipata is national crisis, ni changamoto ya taifa like nzima, what you are having now. kama ile tulio nao kwa It's not sasa. just a national crisis, Sio ya kitaifa tu, it's a world crisis. bali ni ya dunia yote. Every nation has been humbled, Kila taifa limenyenyekezwa, and the only resort is to cry up to the God of heaven. na jawabu pekee ni kulilia Mungu wa mbingu. In 2 Chronicles chapter 7 verses 13, Katika Matendo ya Mambo ya Nyakati wa pili 7:13 the scripture says, maandiko yanasema, if I will cross the heaven kama nitafunga bingu and there is no rain, na hamna mvua, or I command rockers to devour the land, ama niamuru nzige waharibu ardhi, and there is disasters and sicknesses in the nation, na pawe na magonjwa na uharibifu katika dunia, people
ama watu who wangu are called by my name walioitwa kwa jina shall langu humble themselves and pray watanyenyekea na kuomba and call upon my name, na waliitia jina I will langu, hear them from heaven. nitawasikia toka I will mbingu, forgive them their sins, nitawasamehe dhambi and zao I will heal their na land. nitawaponya. In times where the nations were in crisis Wakati mataifa yalikuwa katika changamoto and people called upon God, na watu waliitia their Mungu, solutions came quickly. jawabu zao zikaja kwa haraka. In the time when David as a king had a crisis, Wakati Daudi akiwa mfalme alikuwa na changamoto people were dying, na watu walikuwa calamity wanakufa, had come to the land. uharibifu ulikuwa umezuka, He went to God akaenda kwa and he Mungu said, God, akaomba these Mungu, people have not sinned against you. hawa watu It hawajakuasi, is me that I have sinned against you. mimi ndiye nimetenda Now I dhambi. ask you, let this disaster be lifted. Sasa naomba uharibifu huu He uondoke. also raised an altar of sacrifice to God. Akainua madhabahu ya matoleo And mbele the za Mungu disaster came to an end. na ule uharibifu ukaondoka. Whenever there was a crisis, a national crisis, Kila mara kulikuwa na janga la kitaifa and people turned to God in prayer, na watu wakamwendea Mungu katika maombi, whether as a person mtu binafsi or as a nation, ama kama taifa. God always hears and takes away the crisis, Mungu anasikia na kuondoa ile or keeps changamoto, people strong even in crisis. ama anawaweka watu wakiwa na nguvu katika In changamoto. 2 Chronicles chapter 14 verses 11, Katika Mambo ya Nyakati 7:14, King Asa, when he became king, Mfalme Asa alipofanyika he mfalme found himself in a national crisis. akajipata katika taabu ama janga la kitaifa. The nation was under attack. Taifa likawa limeshambuliwa, And in verses 14, na mstari wa the 14 Bible says, and Asa cried out to the Lord his God, Biblia yasema, na Asa akamlilia Mungu Mungu and wake, he said, Lord, akaomba Mungu, it is nothing with you to help, hakuna msaada mwingine ila kutoka kwako, whether with many tukiwa na wengi or with them that have no power. ama tukiwa na wale wadogo hawana nguvu. Help us, O Lord our God, Tusaidie Bwana Mungu for wetu, we rest on thee, maana tunatumaini kwako, and in thy name we go against this enemy, this multitude. na katika jina lako tuwakabili taifa hili na adui huyu. O Lord, Bwana, thou art God, wewe ni Mungu, let no man prevail against you. wacha asiye hata mmoja atashindana na wewe. Then the answer came. Na jibu The likaja. Bible says, so the Lord smote the Ethiopian before Asa, Biblia yasema, na Mungu akawaangusha wale maadui mbele ya and mfalme before Judah, na mbele ya Yuda, and the Ethiopians fled, na wale waadui wakakimbia, and the nation was at peace. na taifa likawa na The amani. nation rested from calamity. Taifa likaokolewa na shida. The nation rested from disaster. Taifa likaondolewa na uharibifu. I declare in the name of Jesus, Natangaza kwa jina la Yesu, no matter the crisis in the nations, hata kama changamoto kwa mataifa, as people, personally and individually and corporately, in families, in their homes, in their cars, in their offices, are calling up to God. kama watu binafsi, wakiwa vikundi, wakiwa kwa familia, wakiwa mahali pa kazi, wakiendesha magari, wakimlilia Bwana, The disaster will be lifted. ule uharibifu The utaondolewa, calamity will be destroyed. ile changamoto In itaharibiwa the name of Jesus kwa Christ. jina la And Yesu. we declare today in this altar of prayer Twatangaza leo katika madhabahu hii ya maombi, that every arrow of darkness kila mshale wa giza afflicting humanity, inayotesa wanadamu, putting nations into a standstill, inayoweka mataifa kusimama, destroying the economies of the world, inayoharibu uchumi wa dunia, destroying the businesses of people, inayoharibu biashara za watu, destroying the progress of the nation. inayoharibu kusonga mbele kwa We declare mataifa. today in the name of Jesus Twatangaza leo kwa jina la that those Yesu, forces are broken, hizo nguvu those zimevunjwa, forces are destroyed, hizo nguvu those zimeharibiwa, forces are under the feet of Jesus. hizo nguvu ziko chini ya nyayo za Destroy Yesu. them in the name of Jesus. Twaziharibu leo kwa jina la Yesu. Declare that by the three witnesses Twatangaza kupitia mashahidi that watatu speaks here on earth, wanaoongea hapa blood of duniani, Jesus, damu ya Yesu, the word of the Lord, neno la Mungu which is the water, ambalo ni maji and the Spirit, na Roho, the anointing, upako, the forces of darkness, nguvu za giza, the powers of the enemy nguvu za adui are
broken today. zimevunjwa They are leo, destroyed now. zimeharibiwa In the sasa name of Jesus, kwa jina la we Yesu. speak to the nation. Twanenea And we mataifa, speak to the nations of the world. twanenea mataifa ya And we declare ulimwengu, peace. twatangaza We declare amani, grace. twatangaza We neema, declare rest. twatangaza We declare pumziko, progress twatangaza again. kusonga We mbele declare tena, peace in the name of Jesus. twatangaza amani Even kwa at this jina la hour, we Yesu. rebuke the spirit of fear Hata wakati twakemea roho ya and the kuhofia forces of na darkness nguvu za that are giza holding nations zinazoteka in the name mataifa of Jesus. kwa jina la In Yesu. Africa, Afrika, in Europe, Europa, in Asia, Asia, in America, Marekani in the Arabic nations, na katika nchi za in the name Waarabu of Jesus, kwa jina la in Yesu. Australia, in Italy, Australia na in Italia, Europe, in Europa the name of kwa Jesus. jina la We Yesu. decree today that Twatangaza the leo force of darkness, nguvu za the giza, principalities, mamlaka, the forces of hell, nguvu za they are kuzimu broken by zimevunjwa the blood of Jesus, na damu ya by the Yesu power of the na anointing, nguvu za by the upako power of the name of na Jesus. nguvu za jina We la Yesu. exalt this name Twainua jina above hili every other name, juu ya majina above the yote, distractions, kuhusu above uharibifu, the spirit of death, juu ya roho ya the kifo, spirit of fear, roho ya the kuhofia, calamities in the nations, uharibifu kwa in the mataifa name of Jesus. kwa jina la And we Yesu. release life, Tuachilie uhai peace. na We amani, will dwell in our nations in peace. tutaishi kwa amani kwa mataifa For yetu, God have said in his word, maana Mungu he amesema will kwa neno lead lake away wild animals. ataondoa hata wanyama wa pori. In Leviticus 26, Katika Mambo ya Walawi and 26 verses 6, na mstari wa it 6 says you will dwell in the land in peace. anasema mtaishi mahali penu kwa And no amani, one and nothing you make you afraid. na hakuna hata mmoja No atawatahadharisha, one and nothing you make you afraid. hakuna hata kitu I kitawatahadharisha. declare in the name of Jesus, Natangaza kwa jina as la the word Yesu, of the Lord speaks, kama neno la Mungu that the Lord lasema, will take away wild animals. Mungu ataondoa wanyama He wa will take pori, away calamities. ataondoa He will uharibifu, take away disasters. ataondoa He will mabaya, take away the fear. ataondoa He will kuhofia, take away the torment. ataondoa I kufinyiliwa. decree in the name of Jesus Natangaza kwa that jina la he will Yesu, make the nations to rest again, atafanya taifa liwe na amani tena, to live in peace again. liishi kwa amani In the tena name of Jesus kwa Christ. jina la We Yesu. release it now. Twaachilia He says sasa. one of you will chase 100. Anasema mmoja He says atafukuza in that 1000, scripture 5 of you will chase 10,000. watano watafukuza maelfu. So we agree with you right where you are. Tunakubaliana nawe The mahali enemy of the ulipo nations, ya kwamba they are bound, they imefungwa, are destroyed, imeharibiwa, they are coming to their knees. inakuja kwa He said the magoti yao. enemy will fall by the edge of a sword. Anasema maadui wataangushwa na ncha ya We will upanga, chase them, and atawafukuza. we chase them now in the spirit. Tunawafukuza sasa We katika chase them in the roho, land. tunawafukuza We katika chase nchi, them from the sea, in the sea. tunawafukuza katika And we ziwa, declare by the sword of God, tuwatangaza kwa upanga they wa fall Mungu, not to rise again. wanaanguka wasiinuke In tena the name of kwa Jesus. jina la Yesu. May his name be glorified. Jina la Bwana litukuzwe. Hallelujah. Haleluya. Number 4, kind of crisis. Aina ya 4 ya changamoto It is health crisis. ni changamoto ya afya. The scripture shows Maandiko in yanaonyesha James chapter 5, katika Yakobo 5 verses 13. na mstari wa 13, If anyone among you is afflicted je, kunaye mmoja kati yenu by aliyeteseka sicknesses or diseases or any otherwise, na magonjwa na maradhi na jambo lingine lile, let him pray. wacha aombe. Is anyone merry? Je, kunaye aliye na Let furaha? him sing psalms. Aibe zaburi. Is anyone sick among you? Kunaye mgonjwa kati yenu? Let him call for the elders of the church, Wacha wazee wa kanisa and wamwekelee let them mikono pray over him. na wamwombee, Anoint him with oil wampake mafuta in the name of the Lord. kwa jina la And Bwana, the prayer of faith na ombi la imani shall heal the sick, litaponya and the wagonjwa, Lord shall raise him up. na Mungu atamuinua, And if he has committed sin, na kama ametenda they dhambi shall be forgiven him. atasamehewa. God have shown in the scriptures Mungu ameonyesha katika that maandiko if people are under crisis, ya or in kwamba crisis, health crisis, kama watu wako chini ya they changamoto, are under attack in their health, wameshambuliwa katika afya under yao, attack in their bodies, wameshambuliwa katika mili yao, under attack in their lives, wameshambuliwa katika maisha that yao, if they can pray, ya kwamba wakiomba or if they can also be prayed for, ama kuombewa, that God you hear from ya heaven, kwamba Mungu atasikia toka God you mbingu, answer from heaven, Mungu atawaitika toka and mbingu, God you bring healing. na Mungu ataleta uponyaji. Therefore I decree and declare, Natangaza
Anybody sick hearing this voice, yeyote aliye mgonjwa anasikia sauti wherever hii, you are, mahali ulipo, in the hospital, katika at hospitali, home, nyumbani, wherever you may be, mahali ulipo, I command every sickness, natangaza I magonjwa yote, command every disease, natangazia maradhi I yote, command every infirmity natangazia udhaifu to leave wote your body. iondoke kwa We mwili command wako. that health crisis Twatangazia hiyo changamoto come ya to an afya end ifike by mwisho the authority of Jesus. kwa mamlaka ya Be Yesu. healed now. Pokea uponyaji Receive sasa, life in your body. pokea uhai Let katika mwili wako. Jesus, who is our King, Wacha Yesu the mfalme same wetu, Spirit siyo roho that raised him from the dead, iliyomfufua toka kwa as the wafu, scripture says, kama vile maandiko that the same yanasema, Spirit that raised Christ from the dead roho iliyomfufua toka kwa will wafu quicken our mortal bodies, itatia nguvu mili yetu give us life, na atupe and uhai, give us strength again. atupe nguvu tena. Therefore we declare in the name of Jesus. Twatangaza kwa jina la Jesus Yesu. said, Yesu akasema, if we believe, we tukiamini will cast out demons. Therefore we declare, twatangaza any sick person kila mtu hearing mgonjwa the voice of the Lord anayesikia sauti ya hearing this Mungu, word, anayesikia neno wherever hili you are, mahali ulipo right now, sasa, be healed. Any Pango. kind of attack, kila mashambulizi heal now pata in uponyaji the name of kwa Jesus. jina la Yesu. If you have been in a health crisis, Kama umekuwa na changamoto ya afya, prayer by the scripture shows that God can answer. maombi katika maandiko yaonyesha kwamba Mungu anajibu. Therefore be healed wherever you are. Kwa hivyo pokea uponyaji mahali Receive ulipo, life in your body pokea uhai katika mwili in the wako name of Jesus. kwa jina la Yesu. I want to share 2 or 3 things that you need to do, or how do you pray in the time of crisis. Nataka nishiriki mambo matatu jinsi ya kuomba wakati wa changamoto, Then we will pray together and conclude. na kisha tuombe pamoja tuweke tamati. From the book of Daniel, Kitabu cha Danieli chapter 1, mlango wa kwanza. all the way as you continue, because Daniel was a man of prayer. Ukiendelea kusoma, manake Danieli alikuwa mtu wa maombi. We see how he found himself in many crises in his time, Tunamuona jinsi alijipata katika tabu mara nyingi, and how he overcame by prayer. na vile aliweza kushinda katika maombi. And if we can look at chapter 2 of the book of Daniel, Na tukiangalia mlango wa pili wa kitabu cha Danieli, you will find that there was a crisis in his time. tunaona kwamba kukawa na changamoto wakati wake. The king had a dream, Mfalme akaota ndoto and nobody could interpret his dream. na hakuna angeliweza kutafsiri, And the result was the killing of all the wise people. na matokeo ilikuwa kwamba wenye hekima wote waliuliwa. The astrologers, Wale wanachambua nyota, everybody that was counted wise was to die if they don't get the dream of the king and interpret. wote wenye hekima iliwapasa wafe kama hawangetafsiri ndoto ya mfalme. And the nation or the people were in crisis at that time. Na watu ama taifa lilikuwa katika changamoto wakati ule. If you read verses 2 to verses 4, Ukisoma tangia mstari wa pili hadi wa 4, the king demanded mfalme akaamrisha that somebody should interpret his dream. ya kwamba lazima kuwe na mtu atafsiri ndoto yake, And the order was to put every wise man to death, na amri ilikuwa kwamba auwe wote wenye hekima, including Daniel mpaka Danieli and his friends, his three friends. na marafiki zake, And they resorted to prayer, na wote walienda katika maombi, and God answered their prayer. na Mungu akaitika maombi So yao. few things to do when you are in crisis, or how do you pray in crisis? Mambo kadhaa ya kufanya wakati uko na changamoto. Number 1 is set aside time for prayer. Ya kwanza ni utenge wakati wa kuomba. Don't assume that there are people that are praying for you. Usifikirie kwamba kuna watu wanakuombea. It is you that is in crisis. Wewe ndiye uliye katika changamoto. Set some time aside for prayer. Tenga wakati ama kipindi cha kuomba. Have a program of prayer. Kuwa na taratibu ya Have kuomba. a time to spend with God alone. Kuwa na wakati wako na Mungu kuomba. It is okay to be prayed for, Ni vyema kuombewa, but it is better if you can pray for yourself. lakini ni bora kama utajiombea mwenyewe. We see Daniel requested for a time. Tunaona Danieli aliomba apewe He kipindi. asked the king to give him, or the person that was in charge to give him time. Aliomba mfalme ama kiongozi wake
ampe nafasi. And that time was a time of prayer. Na ule wakati ulikuwa wakati wa kuomba. It was a time to set himself apart. Ulikuwa wakati wa kujitenga. It was a time to remain with God. Wakati wa kuwa yeye na Mungu. He was there in the altar of prayer. Alikuwa pale katika madhabahu ya maombi. In Acts chapter 3 verses 1. Matendo ya Mitume 3:1. We see that Peter and John went up together in the temple. Tunaona Yohana na Petro walienda pamoja katika hekalu. At the hour of prayer. Risala maombi. There are people who don't have a discipline of prayer. Kuna watu hawana tabia ama nidhamu ya maombi. Set that time to pray and call upon God. Hawana ule wakati wa kuomba na kuliitia jina la Bwana. As much as prayer should be a lifestyle. Vile ambavyo maombi inapaswa kuwa namna ya maisha. Set some time aside. Weka wakati kando. Go before God in prayer. Enda kwa Mungu katika maombi. The scripture says in Psalm 65 verses 2 verses 3. Maandiko yanasema katika Zaburi 65:3. It says to you, O God, who answers prayer. Anasema kwako ewe Mungu jibu ya maombi. People will come. Watu wote watakuja kwako. It is a time set apart. Ni wakati unatengwa. For you to spend time with God. Uweze kuwa na Mungu. I pray in the name of Jesus. Naomba kwa jina la Yesu. That even in crisis. Hata katika changamoto. You will set time to pray. Utakuwa na wakati wa kuomba. You will set time to be with God. Utakuwa na wakati wa kuwa na Mungu. Don't be anxious for anything. Usiwe na jambo la kukuhofisha. Don't be afraid or be in terror. Usiogope, usitishwe. Instead, set a time to pray. Badala yake kuwa na wakati wa kuomba. Set a time to be with God. Tenga wakati wako na Mungu. Make time to remain in the place of prayer. Fanya wakati wako katika maombi. Create time to be with God in prayer. Tengeneza kipindi chako na maombi. It has always worked. Imefanya kazi. It worked for Daniel. Ilifanya kazi kwa Danieli. It worked for the disciples. Ilifanyia wanafunzi kazi. We see even Jesus our Lord. Tunamuona Yesu Bwana wetu. Many times of prayer. Alikuwa na wakati mwingi wa kuomba. He went to the mountain to pray. Alienda milimani kuomba. He went to the temple to pray. Alienda hekaruni He kuomba. withdrew from the disciples to pray. Alijiondoa He kuomba. withdrew from the crowds to pray. Alijiondoa kwa umati kuomba. Let everyone that is godly Wacha wote wacha Mungu. pray to God when he may be found. Wamuombe madamu wanapopatikana. In Daniel chapter 6 verses 10. Katika Danieli 6:10. We see Daniel again. Tunamuona Danieli When there tena. was a crisis. Wakati kulikuwa na changamoto. Everybody was to worship the king. Na kila mmoja alikuwa aabudu And mfalme. if you don't worship the idol, you are put in the den of lions. Na kama hautaabudu ile sanamu utawekwa tunduni mwa simba. Everybody should not pray. Kila mtu asiombe. But Daniel opened the window. Lakini Danieli akafungua dirisha. In Daniel chapter 6 verses 10. Katika Danieli 6:10. He opened the window. Alifungua dirisha. He was in that time of prayer. Alikuwa katika kipindi cha In his maombi. hour of prayer. Risaa lake la He maombi. created time to pray. Aliumba wakati wa kuomba. And God heard him. Na Mungu akamsikia. And God answered Na him. Mungu akamuitika. I tell you by the word of God. Na waambia kupitia neno la Mungu. We may not be meeting together in churches. Huenda hatukuji pamoja But you can kanisani. create time alone in prayer. Tunaweza kuwa na wakati peke You yetu can katika create time maombi. in your office. Unaweza umba You wakati can kwa create ofisi time yako. in your house. Unaweza tenga You wakati can kwa nyumba create yako. time with your children. Tenga wakati na watoto You can wako. create time as a family. Tenga wakati kama And familia. remain with God in the altar of prayer. Na ukae na Mungu katika madhabahu ya maombi. Number 2, how do you pray in times of crisis? Jambo la pili, utafanyaje kuomba katika wakati wa changamoto? Go to that place. Enenda mahali pale. To the place of prayer. Mahali pa maombi. To the altar of prayer. Madhabahu ya maombi. The altar of prayer Madhabahu ya maombi should not necessarily be in the church. isiwe tu ni kanisani. But there is a place Lakini kuna that you mahali. have set in your house. Mahali umetenga Or nyumbani you have mwako. set in your office. Ama kwa ofisi Or you yako. have set in the forest. Ama umetenga Where msituni. you can be alone with God. Unaweza kuwa peke yako na And Mungu. inquire what God will answer you. Na uombe vile Mungu And atakuitika. listen to what God will say. Na usikie vile Mungu atasema. In Matthew chapter 26 verses 36. Katika Mathayo 26:36 We see Jesus going to a place. tunamuona Yesu akienda mahali. Place called Gethsemane. Mahali pale With Gethsemane. his disciples to pray. Na mitume wake kuomba. He went to a place. Akaenda mahali. May the altar of prayer
be restored. Hebu madhabahu ya maombi irejeshwe. May that place of prayer be restored. Mahali pa maombi parejeshwe. In the name of Jesus Kwa Christ. jina la Yesu. In the name of Jesus Kwa Christ. jina la Yesu. In the name of Kwa Jesus. jina la Yesu. Jesus always had a place of prayer. Yesu kila mara alikuwa na wakati wa Mark kuomba. chapter 1 verses 35 you can read. Marko 1:35 unaweza soma. You can also read Luke chapter 6 verses 12. Na pia Luka 6:12. Peter had a place of prayer. Petelo alikuwa na mahala pa kuomba. In Acts chapter 10 verses 9. Matendo ya Mitume 10:9. The people, the gathering, the disciples had always a place where they went to pray. Wanafunzi na ile kusanyiko ilikuwa na nafasi ya kuomba. I want to ask you, do you have a place where you go to meet God? Nataka nikuulize swali, je, una mahali unaenda kukutana na Mungu? You can go to the house of the Lord alone. Unaweza enda nyumbani mwa Bwana You peke can yako. create a place in your house. Unaweza Daniel. tengeneza mahali kwa nyumba yako kama Danieli, Or like the disciples. ama kama wanafunzi, From house to house. kutoka nyumba hadi ingine, Every day. kila siku In the altar of prayer. katika madhabahu ya maombi. May the Lord give you the grace of prayer. Mungu awape neema ya maombi. Number 3. Namba 3, Seek fellowship in prayer. tafuta ushirika katika maombi. Don't just pray alone. Usiombe peke yako. Also, it's important to seek fellowship in prayer. Ni vyema kuwa na ushirika unapoomba. Throughout the scripture, the Bible shows that where people agree in prayer, Katika maandiko Biblia inaonyesha kwamba mahali watu wanakubaliana that katika God maombi, will answer. kwamba Mungu anaitika. That God will answer. Mungu huitika. That God will answer you. Mungu atakuitika. When people agree in prayer, Watu wanapokubaliana katika one maombi, will chase 1,000. mmoja atafukuza Two 1000, will chase 10,000. wawili 10,000. When people agree, Watu you wanapokubaliana, can call somebody. unaweza ita Or you mtu, can look for somebody you can agree with. ama utafute mtu unaweza kubaliana In naye the time of crisis, wakati wa changamoto. agree with people in prayer. Kubaliana na watu katika maombi. Matthew chapter 18 verses 19. Mathayo 18:19. Whatever two shall agree here on earth Kile wawili watakubaliana hapa on duniani touching any matter, kuhusu jambo lolote, it shall be done, itatimia, that God may be hivi glorified. Mungu atukuzwe. In Acts chapter 12 verses 5, you can read. Matendo ya Mitume 12:5 They sought nasoma. for fellowship to pray. Walitafuta ushirika wa maombi. When Peter was in prison, Wakati Petelo they alishikwa, came together to agree. walikuja pamoja kukubaliana, Agree in prayer. kukubaliana katika And maombi, God answered their prayer. na Mungu akajibu maombi yao. Number 4, Nambari 4, be definite in your prayer. kuwa na mwelekezi katika maombi. Be specific in your prayer. Elekeza katika maombi When yako. you're praying because of a crisis, Wakati unaomba kwa sababu ya changamoto, or in crisis, ama ukiwa ndani ya be changamoto, specific in what you are asking for. elekeza kile ambacho unaomba. When you look at the scriptures, Ukiosoma maandiko, the people who are praying, watu wanaoomba they prayed for specific things. waliomba The wakielekeza. disciples prayed. Wanafunzi They waliomba said, oh God, we are in crisis. wakaomba Mungu tu katika Consider changamoto. the threats we are going through. Angalia vitisho And tunapopitia, grant us your servants. na utupe sisi That watumishi with wako, boldness, kwamba kwa ujasiri, courage, kwa ujasiri, power, kwa nguvu we may preach your word. tuweze kuhubiri And with neno, miracle signs and wonders, na ishara na you miujiza may confirm the words of your servants. utimize maneno ya mtumishi wako. When Hannah is praying, Wakati Ana anaomba in 1 Samuel chapter 1 verses 10 to 13, katika Samueli wa kwanza 10:13, Hannah is very specific. Ana anaelekeza, Praying for a child, anaomba mtoto, a male child, tena wa kiume, a male child. wa kiume. She prayed specifically. Aliomba I akielekeza, pray in the name of Jesus. naomba kwa jina la That Yesu, specific need, hiyo hitaji, that specific issue, hiyo hali you will have courage ambayo utakuwa na ujasiri, Boldness. na ujasiri to appear before God. kwenda mbele za Don't Mungu. be afraid. Usiogope, Don't be anxious. usiwe na God hofu. releases grace Mungu anaachilia and neema mercy na to rehema help in the hour of need. kutuwezesha risala uhitaji. When you look at the scriptures Ukisoma maandiko, in James chapter 5 verse 17, Yakobo 5:17, when you are
praying in crisis, wakati unaomba ukiwa katika hali ngumu. Elijah prayed specifically for rain. Elia aliomba akielekeza kuwe na mvua. Maandiko yasema alikuwa mwanadamu kama sisi, na aliomba, and God heard him, na Mungu akamsikia, and there was no rain. na kukawa hakuna mvua. Aliomba tena, and God answered, na Mungu akaitika, and there was rain. na pakawa mvua. Be specific in your prayer. Elekeza katika maombi yako. Changamoto gani ulio ndani yake? Bring it to God in a specific way. Ilete kwa Mungu ukielekeza. God who answers prayer, na Mungu ajibuye maombi, will answer you. Atakuitika. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. I said God who answers prayer, Mungu ajibuye maombi, He will answer you. Atakuitika. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Number 5. Nambari 5. When you are praying in the time of crisis, wakati unaomba katika changamoto, watch your motives. Angalia nia yako. What is the motive of the heart? Angalia nia ya moyo wako. What is the motive of your mind? Nia ya mawazo yako. When Daniel was praying, wakati Danieli aliomba, he prayed that God's name will be glorified in Babylon. Aliomba kwamba jina la Mungu litukuzwe Babiloni. Let the motive be light. Wacha nia iwe sawa. Let the motive of the heart be the right motive. Wacha nia ya moyo iwe nia sawa. Because God looks at the heart. Kwa maana Mungu hutizama moyo. The prayer, heartfelt prayer of a righteous man, ombi la mwenye haki litokalo kwa moyo, the scripture says, releases great tremendous power. Maandiko yasema laachilia nguvu nyingi. So the motive of the heart must be right. Nia ya moyo lazima iwe sawa. In James chapter 4 verse 3 you can read. Katika Yakobo 4:3 unaweza soma. You can also read Psalms chapter 15 verses 15. Na pia Zaburi 50 na aya 15. In John also chapter 14 verses 13. Katika Yohana 14:13. We are told that we should be true in our motives in prayer. Tunaambiwa tuwe wa kweli katika nia zetu katika maombi. The preparation of the heart belongs to man. Maandalizi ya moyo ni ya mwanadamu. But the answer of the tongue, lakini jibu la ulimi, answer of prayer, jibu la maombi is with the God of liko na Mungu wa mbinguni. Look at the motive of your heart. Angalia nia ya moyo wako. Why do you want to come out of that crisis? Kwa nini utoke kwa hiyo changamoto? Why are you going to God in prayer? Kwa nini waenda kwa Mungu katika maombi? God answer you when you call. Na Mungu akuitike unapomuita. Number 6 as we conclude. Nambari 6 tukitamatisha. Exercise your faith in prayer. Fanyisha imani yako katika maombi. Let your prayers be full of faith. Wacha maombi yako ijawe imani. God always responds to faith. Mungu kila mara huitika imani. Whatever you pray and you don't believe, kile unaomba na hauamini, whatever you ask and you don't believe in your heart, kile waomba na hauna imani moyoni, you cannot receive from God. Hauwezi pokea toka kwa Mungu. The scripture says in Hebrews chapter 11, maandiko yanasema katika Ibrania 11 mstari wa 6, for without faith, maana bila ya imani, it is impossible to please God. Ni vigumu kumfurahisha Bwana. Anyone that comes to God must believe. Maana yote ajaye kwa Mungu lazima aamini kwamba Mungu yu hai, and that God is a rewarder, na ya kwamba Mungu ndiye anatumikia wanaomtafuta kwa bidii. When you come to God, ujapo kwa Mungu, believe in your heart. Amini moyoni. Believe that God will answer you. Amini Mungu atakuitika. Believe what you are praying for. Amini kile unaomba. Daniel prayed in faith. Danieli aliomba kwa imani. The disciples prayed in faith. Wanafunzi waliomba kwa imani. The apostles prayed in faith. Mitume waliomba kwa imani. And their prayers were answered. Na maombi yao yakajibiwa. Their prayers were answered. Maombi yao yakajibiwa. In James chapter 1 verses 5. Yakobo 1:5. The scripture says, maandiko yanasema, whatever you ask, kile unaomba, believe that you will receive it. Amini kwamba utaipokea. And do not doubt in your mind. Wala usiwe na shaka katika mawazo yako. For a double-minded person, maana mtu wa nia mbili, is unstable in all his ways. Yeye hatapokea lolote. Cannot receive anything from God. Na hawezi kamwe kupokea kutoka kwa Mungu. I pray for you. Naomba kwako. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. That your faith will be kept alive. Imani yako itakuwa hai. No matter the crisis. Hata kama changamoto. Your faith will not faint. Imani yako haitazimia. Your faith will not go down. Imani yako haitaenda chini. Power belongs to God. Nguvu zote ni za Mungu. He is able to do anything. Anaweza fanya lolote. To those who believe. Kwa wale wa kuamini. I release the spirit of faith. Na achilia roho wa imani. In the name of Jesus Christ. Kwa jina la Yesu. Receive the gift of faith also in your spirit. Kipaji cha imani katika moyo wako. Kwamba unapoomba, the Lord will answer you. Mungu atakuitika. And finally, na ya mwisho, today, leo, receive the answer to your prayer. Pokea jibu la maombi yako. We see Daniel.
Tunaona We Danieli, see Jesus. tunaona Yesu, We see the disciples. tunaona wafuasi We wa are Yesu. also testimonies. Nasi sisi ni mashahidi Prayers that God have answered. ya maombi Mungu amejibu. Receive the answer of your prayer. Pokea majibu ya maombi Don't just yako. pray to God without expectation. Usiombe bila matarajio That God will answer your prayer. ya kwamba Mungu atakuitika. Pray with expectation. Omba na matarajio That God will answer you when you call. kwamba Mungu atakuitika ujapo That mwito, God will perform a miracle. kwamba Mungu atatenda muujiza, That God will give you an answer that will humble you and humble the people around you. kwamba Mungu atakupa jawabu ya kunyekeza wewe na wale ambao wa karibu nawe. To you, oh God, who answers prayer. Kwako Mungu ujibuye maombi, All flesh will come. watu wote watakuja. As you pray, Unapoomba believe that it will be answered. amini kwamba itatimia, And begin to give God thanks. na anza kumshukuru Bwana Because He have answered your prayer. kwa sababu ameitika maombi yako, Because He have heard and answered your kwa cry. sababu amesikia kilio chako. May the Lord bless you. Mungu May akubariki, the Lord answer you. Mungu akuitike In the name of kwa Jesus. jina la Yesu. Now I want to pray for you. Sasa nataka As we nikuombee conclude this service this morning. tunapotamatisha ibada God hii. who answers prayer, Mungu ajibuye He will maombi hear you. He atakusikia, will answer you. atakuitika, He will answer with power. ataitika na He nguvu, will answer in ways atakuitika kwa that will njia terrify the wicked. za kuogofya He will maadui, answer in ways atajibu kwa that njia will terrify the nations. ya kuogofya He is mataifa. a God who answers Wewe ni prayer. Mungu ajibuye And now maombi. receive the answer to your prayer. Sasa pokea majibu ya As you maombi pray in yako. your spirit, Tunapoomba may moyoni, God answer you. hebu Mungu May akuitike, God answer you. Mungu May akuitike, God release that answer. Mungu aachilie May jibu God hilo, release the answer for your finances. Mungu aachilie jibu la May God fedha release the zako, answer for the prayer of your Mungu family. aachilie jibu la May ombi la God release familia the yako, answer for the prayer of your health. Mungu aachilie jibu la afya May the yako, Lord release the answer for our nation Mungu aachilie jibu la and for taifa the letu nations of the world. na mataifa yote ya In the dunia name of kwa Jesus, jina la Yesu. I agree with you. Nakubaliana And we nawe, agree with millions of believers that wakubaliana na mamilioni ya have waumini been praying in this season. ambao wamekuwa wakiomba But wakati God huu. who answers prayer Kwamba with terrible things. Mungu ajibuye kwa mambo ya He will kuogofya, answer without delay. ataitika bila He will kuchelewa, answer and refresh the nations. ataitika na ahawishe nchi In the name of Jesus. kwa jina la Yesu. Father in heaven, we thank you. Baba wa mbinguni, twakushukuru, We give you all the glory. twakupa utukufu We wote, honor you because of your faithfulness. twakuheshimu kwa uaminifu You are wako. God who answers prayer. Wewe ni Mungu ujibuye Who maombi. says we call unto you. Umesema tukuite wewe, Father, you will answer. nawe utatuitika. Answer now with your power. Tuitike sasa kwa nguvu Answer zako. whoever is listening to this voice. Itika anayesikia sauti Answer hii, whoever is calling upon your name. mjibu anayeitia jina In lako the name of kwa Jesus. jina la I Yesu. pray that in the name of Jesus, Naomba kwa jina la Yesu, every attack of the enemy, kila mashambulizi ya every adui, disaster and calamity, kila uharibifu na in jambo the mbaya name of kwa Jesus, jina la will Yesu come to an end. itakoma. And I bless your people. Na bariki watu I wako, bless them with life. na wabariki na I uhai, bless them with peace. na wabariki na I bless amani, them to prosper. na wabariki I bless wanawili, them to na excel. wabariki I bless wakaendelee, them to na rise. wabariki I bless them wakainuke, to see good. na wabariki In wakaone the name mema of Jesus. kwa jina la I bless Yesu. them with healing. Na wabariki na I bless them uponyaji, with health. na wabariki na I bless afya, them with a peace na of wabariki mind. na amani ya Father, mawazo. we pray today Baba, tunaomba that the nations of the world mataifa yote ya will dunia experience your glory. yataona nguvu Will zako, experience revival. yataona ufufio. Everybody will grow Kila mmoja in the atakuwa knowledge of your glory. katika ufahamu wa In utukufu the wako name of kwa Jesus. jina la Yesu. Thank you for hearing our prayer. Asante kusikia maombi Thank yetu, you for answering our asante prayer. kujibu maombi In yetu the name of Jesus. kwa jina la Yesu. Oh God, we give you praise. Mungu, tunakupa sifa, We worship you. tunakuabudu In Jesus' precious name we pray. kwa jina safi la Yesu tumeomba. If you're not born again, Kama I haujaokoka, want to give you an opportunity to receive Christ. nataka nikupe nafasi umpokee Yesu. The prayers of the wicked, Ombi la mwenye dhambi, the scripture says, is an abomination to God. maandiko yanasema kwamba ni chukizo
chukizo machoni pa Bwana. The prayer of a righteous man Ombi la mwenye haki availeth much. linaguza I sana. want to give you an opportunity Nataka nikupe nafasi and call you to Jesus. na nikuite kwa Yesu. I call you to receive Jesus in your heart. Nikuite umpokee Yesu moyoni, And you can do it now. na unaweza sasa. Just say this prayer after me. Omba baada yangu. Believe in your heart. Amini kwa moyo Confess with your tongue. na ukili kwa ulimi And wako, you will become a new creation. nawe utakuwa kiumbe kipya. Say, Lord Jesus, Sema, Bwana Yesu, I give you my life. nakupa moyo wangu. Forgive me my sins. Nisamehe dhambi zangu. Write my name Andika jina langu in the book of life. katika kitabu cha uzima. From today, Tangu sasa I receive Jesus nampokea Yesu to be my Lord, awe Bwana, to be my King, awe mfalme, and to be my Master. na awe Bwana wangu. In the name of Kwa Jesus, jina la Yesu I am saved. nimeokoka. I am a child of God. Mimi ni mwana wa Mungu. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. May the Lord bless you. Mungu awabariki. Wherever you are watching from, Mahali unatutizama, please you can write to us. tuandikie, You can communicate to us. tuongeleshe Send tafadhali. us an SMS. Tuma ujumbe, Send us a message. tuma ujumbe. Share this message with people around you. Shiriki jumbe hili kwa watu ambao ni majirani. May the Lord bless you. Mungu awabariki. Until we meet again, Mpaka tukutane tena. the Lord bless you. Mungu awabariki. In Jesus' name.